Hizi ni tetesi za soka barani Ulaya leo bwana, ikiwa ni tarehe 1 siku ya Jumapili mwezi wa pili mwaka 2026. Ni mwezi tu wa pili tukiwa tumesaliwa na miezi 10 na siku 27. Karibu sana kunako tetesi za soka barani Ulaya Jumapili, ambapo kubwa zaidi tunaambiwa Mateta akubali uhamisho wa kujiunga na AC Milan. Hii ni Talent Media, mimi ni Ali Swaleh Mshana, karibu sana. Jean Philippe Mateta amekubali kandarasi na AC Milan hadi mwaka 2030, lakini meneja wa Crystal Palace Oliver Glasner hatamruhusu mshambuliaji huyo wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 28 kuondoka isipokuwa kama watakuwa na mbadala wake aliye tayari. Mateta anasubiri ruhusa ya kwenda AC Milan kufanyiwa vipimo vya afya, lakini uamuzi wa mwisho kuhusu mkataba wowote ni wa Crystal Palace. Mateta ameingia kwenye kinyang'anyiro sana. Taarifa zimekuwa ni nyingi, lakini sasa hebu tuone kwamba Glasner ataruhusu ama itakuwaje, kwa sababu mbadala wake kama hautopatikana, mambo inaweza ikawa ni pagumu kidogo kwenye klabu ya Palace. Sawa, taarifa nyingine inaeleza Fulham wamekuwa na ofa ya pound milioni 20 kwa ajili ya Joe Willock iliyokataliwa na Newcastle United, ambao hawataidhinisha uhamisho wa kiungo huyo wakati mwenye umri wa miaka 26, isipokuwa watampa mbadala wake, watapata kumradhi mbadala wake. Sasa iwapo Michael Carrick atabaki kama kocha mkuu wa Manchester United zaidi ya msimu huu, anataka forward wa Uingereza Rashford mwenye umri wa miaka 28 arejeshwe kutoka kwa muda wake wa mkopo Barcelona. Hizi ni taarifa ambazo United wengi labda walikuwa wanazisubiria kwa hamu sana. Binafsi nilitarajia kwamba endapo Rashford akirejea na huu moto uliopo pale, magoli yatakuwa ni mengi sana. Tusubiri tuone endapo Michael Carrick atakuwa kocha wa zaidi ya msimu huu. Mengi na mengi, basi endelea kutufuatilia Talent Media. Taarifa nyingine zinaeleza Sunderland na Everton zinaonyesha nia ya kumnunua mshambuliaji wa Chelsea mwenye umri wa miaka 21 Tariq George. Vilabu vya Hispania, Ufaransa na Italia pia vinamfuatilia sana. Sunderland wametoa ofa kwa mshambuliaji wa Ufaransa Wilson Isador mwenye umri wa miaka 25 kwa Napoli. Itakuwaje? Tafaa, hebu ngoja tuone. Lakini Tottenham na Leeds United ni miongoni mwa vilabu vya ligi ya Premier vilivyopewa fursa ya kumsajili mshambuliaji wa Colombia John Duran mwenye umri wa miaka 22 ambaye yuko kwa mkopo Fenerbahce kutoka Al Nassr. Liverpool na Chelsea wako kwenye mazungumzo na Rennes ili kumsajili beki wa Ufaransa Jeremy Jacquet mwenye umri wa miaka 20, lakini atahama tu msimu wa joto. Kwengineko, Chelsea pia wanafikiria kumwita mlinzi wa Senegal Mamadou Sarr mwenye umri wa miaka 20 kutoka kwa mkopo katika klabu dada ya Strasbourg, na taarifa zimekuwa ni nyingi. Sasa sijajua kwa nini wameamua kufanya hivi, lakini Chelsea wameonekana kuendelea kuboresha kikosi chao cha Premier League. Sasa sijajua itakuwaje. Tumaliza na taarifa ya Auxerre, ya klabu kutoka ya Auxerre pale. Taarifa kutoka Auxerre inataka kumsajili mshambuliaji wa Chelsea na Ivory Coast David Datro Fofana mwenye umri wa miaka 23. Tumeona Chelsea wamekuwa wakijaribu kuhakikisha wanarekebisha mambo yao. Itakuwaje? Endelea kuwa na sisi Talent Media. Hizi ni tetesi za soka barani Ulaya. Langu jina Ali Swaleh Mshana. Kama bado hujasubscribe, basi mimi nakuomba fanya hivyo. Lengo ni kupata taarifa zetu zote. Sina la ziada. Asante na kwaheri.